Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba uniruhusu nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha kuketi siku hii ya leo na tukaweza kujadili masuala muhimu sana kwa ajili ya taifa letu kupitia fungu 99 Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nikushukuru na wewe kwa jinsi ambavyo umeongoza mjadala huu tangu ulipokalia kiti hicho asubuhi. Umetuongoza vema kabisa kwa weledi mkubwa, tunakushukuru sana. Hata ndugu yangu Kunti alikuwa hayupo kwenye orodha lakini amejikuta akichangia. Tunakushukuru sana sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, niruhusu niwashukuru sana waheshimiwa wabunge wote waliochangia kwa umahiri mkubwa juu ya mjadala huu wa leo. Wameweza kudadavua vizuri na naomba kipekee kabisa nipokee pongezi zenu, lakini tuzielekeze kwa mfugaji namba 1 na mvuvi namba 1 nchi hii, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa utayari wake, kwa uzalendo wake na ujasiri wa hali ya juu wa kusema sasa anazipa kipaumbele sekta hizi za uzalishaji ili ziende kubadilisha maisha ya wananchi wetu. Kwa kweli namshukuru sana Mheshimiwa Rais na kumpongeza sana sana kama ambavyo nyinyi mmeweza kuwasilisha. Mheshimiwa Naibu Spika, wamechangia waheshimiwa wabunge wenzangu 19 kwa kuongea kwa siku hii ya leo juu ya mjadala wetu wa leo, na waheshimiwa wabunge 2 wamechangia kwa maandishi, na washukuruni sana sana. Mheshimiwa Naibu Spika, niruhusu pia nimpongeze sana mwenyekiti wetu wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Kilimo, Viwanda, Mifugo na Uvuvi kwa kazi kubwa walioifanya yeye pamoja na wajumbe wenzetu wote wa kamati yetu. Walifanya kazi kubwa tukiwa kwenye kamati, lakini hata leo asilimia kubwa waliochangia wamekuwa ni wajumbe wa kamati. Hakika na washukuruni sana sana kwa miongozo yenu mema na hadi kufikia siku hii ya leo tunapohitimisha mjadala wetu huu. Asanteni sana, tutabaki sisi kuwa ni watiifu kwenu, tutasikiliza na kutekeleza yale yote mnayotuelekeza. Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru sana Mheshimiwa Dr. Medad Kalemani kwa uwasilishaji mzuri alivyowasilisha siku hii ya leo kwa niaba ya mwenyekiti. Hakika na kushukuru sana, umewasilisha kwa ufupi lakini umeeleweka vema, na sisi tunasema tumepokea maelekezo yote na tunakwenda kuyatekeleza. Ushauri wenu tumeuchukua tangu tulipoanzia kwenye miradi na hadi leo. Asanteni sana sana. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba uniruhusu nimpongeze sana kamanda wa nchi kavu, ndugu yangu Alexander Pastori Mnyeti. Naamini mmeiona kazi yake, amesema na mmemuona, huyu ndio Mnyeti bwana. Na kule Misungu inaomba niwaambie huyu ni mtu sahihi sana, bado tunamhitaji ndani ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Yeye ni mfugaji na akisimama kuongea na wafugaji wote huwa wanakaa kimya. Mwenyekiti wetu wa chama cha wafugaji yuko pale. Siku moja niliwaambia nimwachie naibu waziri kikao, akasema mheshimiwa usimwachie. Huyu hata maliza dakika 10 kikao kitakuwa kimeisha. Lakini kinaisha kwa ufanisi mkubwa. Namshukuru na kumpongeza sana sana kwa ujasiri wake. Asubuhi nilisema wakati nimeteuliwa, niliulizwa utawaweza wafugaji? Lakini swali la pili lilikuwa utaweza kufanya kazi na Mnyeti? Nikawaambia kwani kuna shida gani? Hakika namshukuru sana Mheshimiwa Rais aliyenileta wizara hii, nikamkuta Mheshimiwa
Mnyeti. Na lugha yake huwa ni moja tu, mheshimiwa, nitume mimi niende kwanza nikavuruge alafu wewe utatengeneza. Nilimtuma kwenda kwenye ranchi zetu za taifa. Aliyoyakuta kwa kweli inasikitisha. Wanaojiita wawekezaji, na bahati mbaya mheshimiwa naibu spika, wengine tumo humu. Lazima tuseme ukweli ili tuwasaidie Watanzania. Leo hii nimemsikiliza mheshimiwa mtani wangu, mbunge wa Kiteto, anasema wao wanachunga na wanatakiwa kuswaga na kwenda, lakini ndio ile tunarudi, hatuwezi kusafirisha nyama za mifugo hii inayozunguka nchi nzima kutafuta malisho. Tunayo maeneo yetu kwenye ranchi zetu 15 ni kwa ajili ya wafugaji. Tunasikia kelele, nikamwambia mheshimiwa Alexander Mnyeti nenda. Akaenda. Anakuta kama alivyosema, anayejiita mwekezaji amepewa hekta 10,000, ana ng'ombe 50, alafu kati ya hekta 10,000 90% amelima mpunga na mahindi. Si sawa. Si sawa hata kidogo. Alitoa maelekezo huko alikokuwa saiti, lakini namshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wetu. Alitoa maelekezo mwaka 2022 alipokuwa anahitimisha 8 pale Mbeya. Naomba nimwambie Mheshimiwa Rais, shirika letu la ranchi za taifa linakwenda kufanya kazi iliyokusudiwa wakati linaundwa awamu ya kwanza ya nchi yetu. Hatuwezi kufikia wenzetu kama mlivyosema wa Botswana, wa Ethiopia waliamua, na Daktari Samia Suluhu Hassan ameamua, na mimi nimeamua kumwezesha Mheshimiwa Rais kufikisha maono yake na kuyafikia. Hatuna sababu ya simamia maeneo haya ya ranchi 15 za taifa. Naomba niwaambie wafugaji, mwenyekiti wetu yuko pale, kuweni na amani. Kazi inaye mwenyewe ni Alexander Mnyeti, ameianzisha na mimi nahitimisha. Wajumbe kule Misungwi, turejesheni Mnyeti ili aendelee kuchapa kazi na tuwahudumie wafugaji wa nchi hii. Na niwaombe tu, kwa sababu tutakuwa tunafuata sheria na mwanasheria mkuu wa serikali tayari tumeshakuletea, naomba utuwezeshe kuifuta ile mikataba yote ili tuanze upya na wafugaji watumie maeneo yao. Hili ndilo nililotumwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, na tutalifanya kwa ajili ya wananchi wetu tunaowakilisha, waheshimiwa wabunge wenzangu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba pia niwashukuru sana watendaji wetu wakiongozwa na kaka yangu Profesa Riziki Shemdoe. Nilisema asubuhi, ni katibu mkuu wa aina yake. Amefanya kazi na mawaziri 8. Na mimi nimefanya kazi na makatibu wakuu yeye 8. Huyu ni wa aina yake. Anawaelekeza wataalamu wake, lakini ni mvumilivu na anaweza kushaurika kutoka kwa wataalamu wake. Na akikuletea na huyo mheshimiwa waziri tukae tuongee. Kwa kweli nakupongeza sana kaka yangu Profesa, endelea kuchapa kazi yako. Unao wasaidizi makini sana, ndugu yangu Abdul Muhinte na Daktari Edwin Muhede, endeleeni kumsaidia kaka yetu huyu ili tuweze kuyafikia maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya utangulizi huu, naomba niseme hatuwezi kuyajibu yote ambayo mmeyasema na mlioyashauri,
na kutuelekeza, ni ahidi tutaleta kwa maandishi ili sote tuweze kuona wapi tupo na kipi tunafanya. Mheshimiwa Naibu Spika, nitasema machache sana. Na la kwanza ambalo natamani niseme pia ni ulinzi wa rasilimali za uvuvi. Kwenye ulinzi wa rasilimali za uvuvi, Mheshimiwa wabunge, na washukuru sana. Mmesema vema kuhusu uvuvi haramu kwenye maziwa yetu yote na bahari yetu ya Hindi. Tumpongeze Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa mara ya kwanza mwaka mzima huu hatujapata uvuvi wa vilipuzi kwenye bahari yetu ya Hindi. Kazi kubwa inafanyika na wala hatujasikia kelele. Wenyewe wanasimama, wanasema sasa tunarudi ili tuvue kupitia nyenzo halali na tufanye uvuvi halali. Tuliweza kuwarasimisha tulipokuwa kule Tanga waliokuwa wanavua haramu, lakini kwa kazi kubwa iliyofanywa na vijana wetu wakasema tunarejesha zana zote na sasa tunaomba mtukabidhi boti ili na sisi twende tukavue. Mheshimiwa Rais akasema wapeni, na sasa wamekuwa ni watu wema, wanafanya kazi nzuri sana. Nilimsikia Mheshimiwa Aida asubuhi alisema kule Tanganyika tumepeleka kazi akaiita katafunua. Ni katafunua kweli. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa muda wa wiki 2 tumekusanya nyavu ambazo ni haramu 17,500 ambazo zilikuwa zinavua vifaranga vya samaki, na nyavu hizi tulizokusanya wataalamu wanasema haijawahi kukusanywa kwenye historia ya nchi hii ndani ya kipindi cha wiki 2. Wakasema waliwahi kukusanya kwa miaka 10. Nataka kusema nini? Daktari Samia Suluhu Hassan ameamua kulinda rasilimali za uvuvi. Huwa ninauliza swali, ukiongea na mimi waziri sitaki uvuvi haramu. Ukiongea na wataalamu hawataki uvuvi haramu. Ukiongea na wavuvi hawataki uvuvi haramu. Huyu mvuvi haramu ni nani? Tumeamua kumsaka. Niwashukuru sana wananchi wa Kigoma, wa Rukwa, wa Katavi. Nimepokea jumbe zenu nyingi za kunipongeza kwa kazi kubwa iliyofanywa na kikosi kazi, na mimi pongezi zenu nazielekeza kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni kwa maelekezo yake. Lakini nimepokea jumbe chache, hazizidi 5. Kati ya jumbe 5 zenyewe zinanitisha kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi. Sasa kama nimepokea jumbe zaidi ya 100 zikinipongeza, alafu jumbe 5 zinanitishia mwaka wa uchaguzi, mimi nasikiliza jumbe 100. Mheshimiwa Naibu Spika, pale juu kwenye gallery yako yupo aliyekuwa mvuvi haramu. Lazima tuseme ukweli. Yupo, nilimwambia njoo. Alitorokea Dubai. Nikamwambia ndugu yangu Pascal Francis Mwakatenya, tumekubaliana na yeye, lazima tuiseme wazi na Watanzania wajue. Huyu ni kijana mdogo, amejenga kiwanda, lakini alikuwa na boti zaidi ya 20 ambazo zote zimefunga zana haramu za kuvua vifaranga vyetu ndani ya ziwa Tanganyika. Kikosi kazi mtafuta, tukasema kwa pamoja amekiri kweli nilikuwa nafanya, sababu zake anazo, lakini yuko nje ya sheria, na tumekaa naye tumekubaliana tukishafifilisha kosa lake, yeye sasa atakuwa balozi wetu namba 1 ndani ya taifa letu, ili aweze kuhakikisha hatuna uvuvi haramu
sio ziwa Tanganyika peke yake, ni kwenye maziwa yetu yote tulionayo ndani ya taifa hili. Nina uhakika tukifika hata kule ziwa Victoria wapo, atapata mabalozi wenzake, na ninaamini tutayafikia maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kulinda rasilimali za uvuvi ili zitunufaishe sisi na zinufaishe kizazi chetu na generation yetu yote kama sisi tulivyorithishwa na wazee wetu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye vizimba, ndugu zangu, tumeianza kazi. Kazi ni nzuri, na hili nalo tumpongeze Daktari Samia Suluhu Hassan. Mpaka leo tumeshatoa vizimba 507, na sasa awamu ya pili tuna vizimba 394 ambavyo tutazitoa mwezi huu wa 6. Kwa hata kule Mwibara tutapeleka kwenye maeneo yote, na kwa shemeji yangu Mwijaga alisema yeye awe wa mwisho, bado ndo anaitaka, nitaleta hutokuwa wa mwisho. Kwa tutawafikia wote waheshimiwa wabunge wenzangu, na leo hii mkitupitishia bajeti hii, nina uhakika tunakwenda kuleta vizimba vingine vingi. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, habari njema kuhusu vizimba. Mmesema vema kwamba hii ndio biashara ya kufanya. Baada ya kusikilizwa nyinyi hapa na taasisi za kifedha, tumetoka hapo nje, wamenambia Mheshimiwa Waziri, njoo tukae ili sasa tutoe pesa kwa ajili ya wavuvi wote nchi hii wanaotaka kufuga kwa mfumo wa vizimba. Ndugu zangu, waheshimiwa wabunge wenzangu, hii ni fursa kubwa sana kwetu. Natamani nitoe mchanganuo mmoja, Mheshimiwa Naibu Spika, ili hata sisi tuione hii fursa na tukafanye hii kazi. Mheshimiwa Naibu Spika, natolea mfano wa gharama za kizimba cha kipenyo cha mita 6. Gharama ya kutengeneza kizimba hiki ni milioni 6,990,000. Kwenye kizimba hiki unaweka vifaranga 10,080 ambavyo gharama yake ni milioni 1,814,400. Gharama za chakula mwanzo mpaka utakapovua ni kilo 3,024 za chakula, ambayo gharama yake ni milioni 8,972,752 na senti 32. Kwa hiyo jumla, kuanzia unatengeneza kizimba mpaka unakuja kuvuna ni shilingi milioni 17,777,152.32. Mavuno tunayokadiria uvune ni kilo 3,528. Piga kwa shilingi 7,500 kwa kila kilo. Mheshimiwa Naibu Spika, utapata shilingi milioni 26,460,000. Toa hapo, ndani ya miezi 6 una faida ya milioni 8,682,000. Ameamua kutekeleza maono ya baba wa taifa. Tutumie rasilimali zetu kwa manufaa ya Watanzania, hasa vijana wetu na akina mama. Ndipo kikundi kile cha pale Ilemela walipovuna mvuno mmoja, wakasema wanarudisha mkopo wote, wala hawataki tena mkopo wetu, kwa sababu huu ni mvuno mmoja na bado utavuna zaidi. Wale vijana walirejesha mkopo na mwisho wa siku wakaendelea kuvuna, wakapata faida zaidi ya mara 10. Huyo ndio Daktari Samia Suluhu Hassan. Nikushukuru kaka yangu Kirumbe Ng'enda, umetupongeza. Kazi imeanza pale Kigoma, wamevuna, vijana wanashangilia. Twendeni tuwawezeshe vijana wetu. Naomba mniruhusu nimpongeze Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Nyamagana. Yeye aliamua
10% za mapato ya halmashauri yake yaelekezwe kwenye vizimba vya samaki. Hakuna mradi unaolipa kama wa vizimba vya samaki. Tunayo mikopo ya 10%. Ni waombe waheshimiwa wabunge wenzangu, huku ndiko pesa ilipo. Utajiri upo kwenye uvuvi, upo kwenye mifugo. Kule kwenye mahindi upo lakini sio sana. Kule kwenye mahindi upo lakini sio sana, na Mheshimiwa Bashe baba watoto kule tupo, na tumesema hatutaki stachi sana, tunataka kuchanganya na protini. Kwa hiyo twendeni tu balance hizi hesabu. Hiki ni kizimba cha kipenyo cha mita 6. Vipo vipenyo mpaka mita 20. Mavuno yake ni makubwa, twendeni tuwawezeshe vijana wetu. Taasisi za kifedha zimekubali, twendeni tuchape kazi tuwawezeshe. Sisi kama wizara, kama ambavyo mmetushauri, tulichoamua kukifanya ni kufanya utafiti kwenye maji yote tulionayo ndani ya nchi hii, ili tujue ziwa Victoria lina uwezo wa kubeba vizimba vingapi, ziwa Tanganyika vizimba vingapi, ziwa Rukwa vizimba vingapi. Twende kazi tuwawezeshe vijana wa taifa hili. Tukishalimaliza hilo ni wazi hata kesi iliyosemwa hapa ya magugu maji na kaka yangu Mheshimiwa Kanyasu, tunakwenda kwenye utafiti kujiridhisha. Magugu maji tunashughulika na hili gugu maji vamizi, sababu mengine ni mazalia ya samaki. Kwa hiyo tunashughulika na hili gugu maji vamizi, kama ambavyo tumeweza kuliondoa lote pale Kigongo Busisi, na sasa vyombo vya usafiri vinapita, lakini na vizimba vyetu vinaendelea kupendeza ili vijana wetu waendelee na kazi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimalizie kwa hili la malisho. Waheshimiwa wafugaji wenzangu, si faraja kuzunguka nchi nzima, hapana. Na tumekubaliana na ofisi ya Rais TAMISEMI, maeneo yote yaliyoainishwa ya malisho tuweze kuyatengea mbegu na twende yakapandwe malisho kwa ajili ya wafugaji wetu. Tupitishieni bajeti tukaifanye kazi hiyo. Lakini pili, tunaendelea na kuwashajihisha wafugaji wetu waweze kumiliki ardhi, sisi tuwapatie mbegu kwa bei ya ruzuku ili walime nao wapande malisho na tuweze kuishi vizuri ndani ya taifa letu. Alisema Mheshimiwa mbunge hapa, Mheshimiwa Mnyeti, ana ng'ombe 1000 wala hazizunguki. Alipanda malisho na wala ng'ombe zake hazizunguki, na alikuwa ananichekesha hapa, ana ng'ombe mmoja hamuuzi chini ya milioni 20. Kwa hiyo Mheshimiwa mtani wangu Lekaita, tubadilike kidogo sisi wa upande huu. Tutafika tu na tutaweza, na kuoa tutaoa. Hakuna mashaka kabisa. Tunataka kuvuka huku kwenye ufugaji wa asili, twende kwenye ufugaji wa kibiashara ili tuifikie dunia. Soko la China wanataka tani 54,000 kwa mwaka. Hazipo mtani wangu. Mheshimiwa Naibu Spika, niwaombe sana wafugaji wenzangu, baada ya zoezi la chanjo na hereni tunaingia soko la China ambalo tayari liko tayari linatusubiri tu tupeleke mazao yetu na mifugo yetu. Kwa hiyo niwaombe sana sana tushirikiane na tuweze kuwashajiisha wafugaji wenzetu ili tulifikie soko hilo. Ufugaji ni maisha yetu na maisha yetu ni ufugaji, na utajiri uko kwenye mifugo. Naomba niseme nimepokea hoja ile ya ushirikiano kati ya Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mifugo na Wizara ya Maji, ili kila kwenye mabwawa ya Wizara ya Kilimo tuweze kuweka samaki kwa ajili ya vijana wetu na akina mama. Lakini kwenye visima pia tuangalie ni jinsi gani ya kuweka miundombinu ya mifugo yetu kunyweshea. Hii tunakwenda kushirikiana, tumelipokea na tulishaanza kulijadili. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya maneno haya
Naomba nishukuru tena kwa mjadala mzuri wa siku hii ya leo, na sisi tunasema tuko tayari kufanya kazi, na naomba kutoa hoja Mheshimiwa Naibu Spika. Hoja imeungwa mkono. Katibu. Kamati ya matumizi. Kamati ya matumizi. Na mtazamaji, sasa bunge litakaa kama kamati ya matumizi ya bunge zima kupitia kifungu kimoja hadi kingine ya makadirio ya bajeti ya mapato na matumizi ya wizara hii ya mifugo na uvuvi kwa mwaka ujao wa fedha wa 2025-2026. Wabunge walio wengi ambao wamechangia kuhusu mawazo yao, wengi wanaona kwamba kuna haja wizara hii iweze kuongezewa bajeti yake ili endelee kutekeleza vizuri zaidi majukumu yake. Lakini pia na wengine wakienda mbali zaidi wakiona kwamba katika maeneo yao yapo mahitaji ambayo yanahitajika kuweza kuboreshwa. Bunge sasa linarejea kama kamati. Tukae. Katibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kamati yako ijielekeze kwenye kitabu cha pili, matumizi ya kawaida. Fungu 99, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, kwenye vishikwambi ni ukurasa wa 655. Kifungu 1001 Kifungu 1001 shilingi bilioni 6,091,782,262. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu 1002 shilingi bilioni 2,151,683,171. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu 1003 shilingi bilioni 2,171,534,750. Kifungu kinafikiwa. Kifungu 1004 shilingi milioni 561,421,000. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu 1005 hakikupangiwa fedha. Kifungu 1006 shilingi bilioni 2,343,236,000. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu 1007 shilingi milioni 605,375,000. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu 1008 shilingi milioni 835,313,000. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu 1009 shilingi milioni 595,600,000. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu 1010 shilingi milioni 871,383,000. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu 1011 shilingi bilioni 1,296,252,000. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu 1012 shilingi bilioni 1,057,662,000. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu 1013 shilingi bilioni 1,116,712,000. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu 7001 shilingi bilioni 12,249,447,515. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu 7003 shilingi bilioni 6,673,928,000. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu 7005 shilingi bilioni 30,504,491,176. Kifungu kinafikiwa. Kifungu 8001 shilingi bilioni 9,673,772,854. Kifungu kinafikiwa. Kifungu 8002 shilingi bilioni 2,211,772,000. Kifungu kinafikiwa. Kifungu 9001 shilingi bilioni 12,66,717,696. Kifungu kinafikiwa. Kifungu 9002 shilingi bilioni 8,538,586,576. Kifungu kinafikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kamati yako ijielekeze kitabu cha 4 miradi ya maendeleo.
Fungu 99 Wizara ya Mifugo na Uvuvi, kwenye vishikwambi ni ukurasa 562. Kifungu 1003 akikupangiwa fedha. Kifungu 1004 akikupangiwa fedha. Kifungu 1006 shilingi milioni 500. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu 1011 milioni 500. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu 1012 milioni 700. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu 7001 bilioni 21 milioni 283,599,008. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu 7003 shilingi bilioni 192 milioni 227,520,000. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu 7005 shilingi bilioni 38 milioni 524,430,287. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu 8001 shilingi bilioni 37 milioni 315,176,226. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu 8002 shilingi bilioni 834 milioni 988,354. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu 9001 shilingi bilioni 61 milioni 119,117,603. Hicho kinafikiwa. Kifungu 9002 shilingi bilioni 14 milioni 983,500. Soma tena. Kifungu 9002 shilingi bilioni 14 983 milioni 933 milioni 570,522. Kifungu hicho kinafikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa taarifa kwamba kamati ya matumizi imemaliza kazi yake. Inarejea. Kamati ya bunge zima tayari imekwisha maliza kupitia kifungu kwa kifungu vile vitabu katika kupitia bajeti hiyo ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi, ambayo hii leo basi imewasilisha bajeti yake kwa mwaka ujao 2025-2026. Na mara baada ya bunge sasa kukaa kama kamati na kupitisha vifungu hivyo, sasa bunge litarejea na kisha baada ya hapo kuwahoji wabunge na kisha mtoa aliyewasilisha bajeti yake ataitwa naye kuweza kuzungumza, na baada ya hapo bila shaka wabunge watahojiwa wanaokubaliana nayo na wale ambao wasiokubaliana nao, na kisha spika, naibu spika atatoa uamuzi wake. Sasa bunge linarejea baada ya kukaa kama kamati ya matumizi. Tukae, toa hoja. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa kanuni za kudumu za Bunge namba 123 kanuni ndogo ya 3A na B, naomba kutoa taarifa kuwa bunge lako limekaa kama kamati ya matumizi limekamilisha kazi yake. Naomba taarifa ya kamati ya matumizi ikubaliwe na bunge. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja. Hoja imeungwa mkono. Sasa nitawahoji kwamba bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Wanaafrika waseme ndio, wasiafrika waseme sio. Wale Afrika wameshinda. Asanteni. Mheshimiwa Waziri, hongera sana kwa bajeti yako kupita. Mmefanya kazi nzuri sana wewe na naibu na timu yenu ya wataalamu ambao kwa kweli mmeshirikiana pamoja na matokeo yake ni haya. Kama nilivyosema jana, maelekezo ya Mheshimiwa Rais imeyatekeleza, na mkifuata maelekezo ya kiongozi wa nchi mambo yenu yatakwenda vizuri. Napongeza sana wabunge kwa michango mizuri, ukeni ushauri wa kitaalamu. Jana tuliambiwa kwenye kilimo na science, leo tumeambiwa na wataalamu hapa, Nyetie ni mtaalamu mzuri sana masuala ya ng'ombe, twendeni na science kwenye mifugo. Bila science tutakuwa na ng'ombe wengi kama walikuwa nayo Maganga, lakini hawana afya. Kwa hiyo nendeni, fateni ushauri mzuri huu, na hasa kwenye chanjo. Tutakuta dawa zingine tunauziwa mjini na baadhi ya watu
dawa hizi za mitishamba, lakini baada ya kushughulikia ng'ombe anashughulikia binadamu. Kwa hiyo niwaombe tu mwanze kubadilika. Na hili la vizimba mimi nimefanya sana wale watu ambao wako kwenye mito. Kaijage, una hata haja kuomba vizimba serikalini. Unaweza mwenyewe kutafuta vijana wako kama vizimba 10 na ukajipatia heshima kubwa sana kwenye eneo lako. Milioni 50 tu. Na wewe ni tajiri, sio kama watu ambao hawana uwezo. Baada ya maneno haya machache, Jumapili tuna jambo letu zito la kitaifa. Haya makofi yawe ya dhati, maana wengine msitu. Kwa hiyo jamani, tuombee taifa letu Jumapili. Heshima hii ni heshima ya rais wetu na ni heshima ya taifa letu. Kwa mara ya kwanza nchi yetu itang'aa kwenye bara la Afrika. Baada ya maneno haya, naahirisha shughuli za bunge mpaka Jumatatu saa 3 asubuhi. Asante kwa muda wote ambao umekuwa ukitufuatilia katika matangazo yetu haya. Kwa niaba ya timu nzima ni Habib Othman Upurute pamoja na Protas Mwalongo. Haya basi, nasi tuseme kwamba tunakutakia siku njema, lakini pia na weekend njema isiyokuwa